Ikiwa ni Jumapili tulivu ya tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na iangusha recap yetu ikiwa ni sehemu ya 3 ya recap nzuri kabisa, recap inayohusu maisha ya mbwa mwitu walioweza kuishi kwa muda wa miaka 1900 na zaidi. Hasa maisha ya mbwa mwitu hawa yalikuwa ni gumzo sana katika dunia. Nikusihi kugusa alama ya subscribe kama bado hujagusa alama hiyo ya subscribe, lakini kumbushe kwamba siku ya leo imeambatana na ofa kwa wote watakaokwenda kujiunga ndani ya group letu. Badala ya kulipa shilingi 10,000 basi utalipia shilingi 8,000 na hapo utaunganishwa ndani ya group letu na kuendelea kufurahia burudani kwa kipindi cha mwezi mzima kila siku, ziwe ni series ama single movies zilizotafsiriwa na madj wakali Tanzania. Bila kupoteza muda nikusihi kwamba twende pamoja katika recap yetu ikiwa ni sehemu ya 3. Tuweza kusudia mwamba Lissu akiwa katika majanga makubwa sana ya upofu, na baada ya kumwomba msamaha binti yule aliyekuwa na mashetani na akamsamehe na laana yote ikawa imeondoka. Sasa yuko huru kabisa, na akaelezwa kuwa mdogo wake Lilang yuko katika shimo la maji na anayapoteza maisha yake. Haraka sana mwamba akakimbia kuelekea katika hicho kisima, na alipofika akaanza kwa kumsaidia rafiki yake na si mdogo wake. Wakati huo kuna yule dada ambaye ana asili ya samaki mtu akakimbia na kujitupa katika maji, na kukuwa na uwezo wa kuogelea basi akaenda na kumkomboa Lilang. Lakini subiri kwanza, hivi bado unaangalia recap hii na bado hujasubscribe? Basi fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Baada ya kuokolewa kwa Lilang, mwamba Leon alifurahi sana, lakini huku kando hakukuwa na amani kabisa, kwani huyu adui wa familia akajisemea kuwa mpango wa kwanza umeharibika, lakini nitaandaa mpango mwingine utakaoiharibu familia hii. Sitokoma kulipa kisasi. Wakiwa nyumbani, bibi anayefahamika kama Yui, huyu samaki mtu, alianza kwa kumhudumia Lilang, jambo ambalo likawa linawafurahisha hawa Leon pamoja na rafiki yake Shenzhen, ambao wakajikuta tu wanafurahishwa sana na ukaribu baina ya hawa watu wawili, kitu ambacho wakaanza kutabiri kuwa inaweza kuja kuwa kapo nzuri sana baadaye. Akiwa ni mwenye aibu, Lilang hakuweza kuonesha mahaba kama vile alivyokuwa akionyeshwa na bibie Yui, lakini haikuwa kesi. Bibie bado aliendelea kumjali na kumuonesha mahaba mazito katika kumhudumia kutoka katika hatari. Leo kuna ugeni. Alikuwa ni mpelelezi aliyowekwa na mwamba Leon, ambaye alikuwa amemtuma kumpeleleza yule mtu anayevaa maski. Taarifa zilizokuja ni kwamba mtu huyu aliyevaa maski alienda katika nyumba moja ya tajiri mkubwa sana na kuiba vitu vya thamani, na aliporudi mtaani akawagawia watu wote maskini. Mwamba Leon anapoyasikia haya, swali linalojijenga katika akili yake ni kwa nini mtu huyu kama na matendo mema na huruma kiasi hicho, kwa nini ananichukia? Lian na Shenzhen nao akapata wazo la kwenda kuiba katika jumba fulani la mtajiri. Basi Lian akamponza mwenzake na kumwambia kuwa atangulie ndani ya mjengo akaibe. Mwamba alipoingia ndani ya mjengo bana akawa anafanya wizi wake, lakini kwa bahati mbaya akajitokeza mwanamke mmoja ambaye akamwekea bunduki kichwani. Hasa huyu mwanamke katika mwaka wa 2023, kwa maana ya mwaka wa sasa, atakuja kuwa ni mke wa huyu Shenzhen, lakini huku katika mwaka 1938 ni adui yake vibaya mno. Jamaa alivyozuzu akaanza kukimbia mtutu wa bunduki huku ameshika kile kibox chenye mali za hai familia. Basi bibi akatupa risasi kama zote zikamoteotea jamaa katika mguu. Mwisho wa siku akawa amefanikiwa kutoka nje ule mjengo, lakini huyu jamaa mwenye maski alikuwa akiwatazama mwanzo mpaka mwisho, yuko mbele yao. Bwana, ukaanza kupigwa mkono. Lakini wakati huo mwamba Lilang alikuwa ametimba maeneo hayo na wakamzingira yule jamaa mwenye maski. Hasa kwa sababu mtaa wote huyu jamaa wao anawasaidia sana wananchi wote, wakawa wamekuja wakiwa wamevaa maski, wako tayari kabisa kumsaidia mwamba. Basi ulipigwa mkongoto vibaya mno, wananchi waliwakimbiza hawa jamaa, lakini mwisho wa siku jamaa mwenye maski akaenda kufanikiwa kubeba kile kiboksi ambacho kilikuwa kimeibwa katika nyumba ya mtajiri. Kuja kufungua anakuja kugundua kwamba ilikuwa ni jiwe tu. Hapa kagundua kuna mchezo amechezewa. Baada ya kupokea mkongoto mzito kutoka kwa wananchi, wakafika magetoni. Huku wakafungua kiboksi cha kwanza na kugundua kuwa kulikuwa kuna dhahabu na vitu vingi sana vya samani. Lakini Shenzhen akasema kwamba nina kiboksi kingine ambacho nimeiba kutoka katika ile nyumba. Walipofungua wakagundua kwamba kulikuwa kuna rula ya dhahabu, na inaaminika kuwa rula ya dhahabu inaweza kurudisha watu hai waliokuwa wamekufa zamani. Sasa hapa Lian akagundua kwamba yule jamaa anaivalia maski basi alikuwa anitafuta hii rula lengo aweze kumrudisha mtu katika uhai aliyempotezaga zamani sana. Bwana, leo Shenzhen pamoja na Lian wakiwa wakaingia katika jumba moja la ibada, waliwenda kumkuta mtoto mmoja mdogo sana. Sasa Shenzhen akambeba yule mtoto na akaonekana kuwa na uhusiano wake karibu sana na huyu mtoto. Akaanza kumtunza na kumsimamia vizuri kabisa. Kitu hichi hakikumfurahisha sana Lilang, ambaye akasema kwamba hafurahi sana kuishi na vitoto vidogo. Lakini kuna uhusiano mkubwa sana kati ya huyu mtoto na mwamba Shenzhen. Si unajua ana ile lula ya dhahabu? Sasa huyu bana ni babake na Shenzhen. Sasa amerudishwa akiwa mtoto mchanga, kwa hiyo mtoto anaanza kumlea baba yake. Mwamba Shenzhen akasema kuwa atamnunulia pampers na vitu vingine vyote kwa
ajili ya huyu mtoto. Na hapa ngoja akafuate maziwa kwanza kwa sababu mtoto anaonekana kuwa na njaa. Lakini si Li Lang peke yake ambaye hakupenda ujio huyu mtoto, bali hata mwamba Leon naye hakupenda kwa sababu akaona kuwa mtoto huyu atawapotezea muda mwingi sana kwenye malezi na wataacha shughuli zao. Moja kwa moja ikabidi kumpeleka katika nyumba ya jirani na akaanza kuchungulia nani atakayekwenda kumsaidia mtoto huyu ili baada ya kupata uhakika kwamba atakuwa yuko salama waweze kumtelekeza. Wakamchukua yule mtoto na kumpeleka sehemu nyingine, lakini kila wakimpeleka sehemu nyingine wanamkuta katika mlango wa lile hekalu ambapo walikuwa wamemchukua. Kila walipojaribu kumtupa mtoto huyu mambo yalishindikana. Sasa wakawa hana namna yoyote ile isipokuwa kumlea. Hawajui kabisa taratibu za malezi. Wakawa wamekasirika kweli kweli, lakini hawana namna yoyote ile wakaanza kumlea. Mwamba Li Lang mambo yake yakawa magumu kweli kweli. Sasa alikuwa anaenda kucheza kamari. Hawezi kumwacha mtoto nyumbani. Kabidi kuambatana naye mpaka kwenye mchezo wa kamari. Hasa maajabu yakaanza kuonekana hapa. Mwamba alipokuwa anatakiwa kuchagua fungu moja la ushindi, dogo alikuwa akinyoshea sehemu. Na akinyoshea huko basi ndiko ambako mwamba anapata. Akaona hii fursa bwana. Akaanza kumsikilizia dogo. Bwana siku hiyo mwamba alikusanya maokoto si mchezo. Maneno mengi yakamtoka sana mwamba Li Lang. Hii ndio faida ya kuwa baba bwana. Tumezaa bwana. Hasa huyu mtu ambaye wakati mwingi anavalia maski, adui mkubwa wa Li Lang, leo alikuwa ametembelea katika eneo la kaburi. Na hili ni kaburi la kaka yake ambaye alikuwa akimbeba wakati wote. Pindi wanapopanda milima alikuwa akimbeba wakati wote udogoni. Lakini anapata hasira zaidi anapokumbuka kuwa kifo cha kaka yake kilisababishwa na mwamba Li Lang. Leo katika empire wa Japani, basi walikuwa na sherehe kubwa sana waliokuwa naifanya. Lakini miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika sherehe hii ni yule mzee aliyeweza kuibiwa rula ya dhahabu. Hasa akiwa na mtoto wake akawa anampa taarifa baba yake, lakini baba yake akawa yuko busy tu bwana. Wakamwona mzee mmoja hivi ambaye alikuwa anakula karoti kwa muda mwingi. Kabidi wamchukue na kwenda kumfungia sehemu. Mzee huyu akasema kuwa yeye ni miungu katika maeneo ya mapoli na ana jambo la kuwasaidia hawa Japani. Na kama watamletea mtoto mdogo mwenye paji la uso lenye doti, basi atawasaidia kutatua matatizo mengi sana, kwani mtoto huyo ana uwezo wa ajabu na matatizo mengi ya Japani yataweza kutatuliwa kupitia mtoto huyo. Basi msako ukatangazwa na Wajapani mtaani. Wakatangaza kuwa watatoa 1,000,000 kwa mtu yoyote atakayemleta mtoto huyo mwenye alama katika paji la uso. Wananchi wakaanza mchaka kuhakikisha kwamba pesa hiyo haitowapita kando. Basi bwana wakapata habari wakina Li Lang. Wakagundua kwamba mtoto anayetafutwa ndio yule anayemiliki. Sasa kwa sababu mtoto ameongezea maokoto kiasi fulani, wakaona hakuna namna hapa ni kukimbia na mtoto. Baadaye wakiwa wamempeleka yule mtoto katika maeneo ya maficho, Li Han akaamua kumpa huyu mtoto jina Lee Min Ho. Mwamba Li Lang aliweza kuonesha uwezo wa huyu mtoto kwa kuficha shilingi katika upande mmoja wa mkono. Na yule mtoto kweli akaweza kupotea ni wapi ambako shilingi hiyo ilipo. Yule mwamba anayevalia maski leo katika kituo cha treni alimvamia bibi Manju. Na hapa akamwambia kuwa anahitajika na kiongozi wa Japani. Sasa huyu kiongozi wa Japani akamwambia kuwa wewe Manju unajua kwamba unafahamiana na Lee Ho. Tunaomba ukatuletee mtoto ambaye ana alama katika paji lake la uso. Lakini Minju akasema kuwa hawezi akafanya jambo hilo. Na sababu kubwa ni kwamba huwa anampenda sana Lee Ho. Hawezi akafanya jambo ambalo litahatarisha aidha usalama wa mtoto au kitu ambacho anakipenda. Sijui baadaye alipata na wazimu gani. Akamchukua mtoto na akampeleka huko kwa Japani. Hapa akakutana na yule mzee ambaye anaona maono na aliyesema kwamba mtoto huyu ana kitu. Hasa huyu kiongozi wa Japani akasema kuwa huyu mtoto mwenye maono anatakiwa kutuambia ni wapi ambako iko hazina kubwa zaidi katika nchi ya Korea. Lakini huyu mzee hakutaka kufanya kitu chochote kile, jambo ambalo lilimkela sana huyu kiongozi wa Japani. Akataka kumuua huyu mtoto. Lakini Hanju akamkataza na kusema kuwa asisubutu kumnyoshia bunduki huyu mtoto. Baadaye kwa lugha za upole sana akambembeleza huyu mzee na kumwambia kuwa aoneshe ni sehemu gani katika nchi ya Korea ina hazina kubwa. Baadaye mzee akasema kuwa ni katika eneo la mto. Basi baadaye ikabidi Hanju avae kofia ya kipolisi pamoja na huyu mwenzake. Kwa kuwa walivaa jezi za mapolisi wa Kijapani zenye vyeo vya wakaguzi, basi moja kwa moja waliruhusiwa kuingia mpaka katika eneo la mgodi. Na hapa walipofika walianza kutafuta hayo madini, lakini hawakuweza kuyapata. Zaidi alikuja huyu mzee na akazama katika maji. Alipoibuka alirudi na mapande mengi sana ya dhahabu. Jambo hili moja kwa moja bibi Minju akarudi mpaka huko kwa kina Lee Ho na akaenda kuambia ukweli wa mambo kwa kuambia kwamba aliwaibia mtoto na lengo ilikwenda kufanya majaribio tu, asingeweza kuwasaliti hata kidogo. Hasa akawapa siri ya hazina kubwa ya dhahabu iliyo katika eneo hilo la mgodi ambao unamilikiwa na Wajapani bila wao kufahamu. Kesho yake Akira yule mfanyakazi mtukufu wa Kijapani akiwa ameambatana na bidada walikuwa wamemtembelea huyu mzee na kumshawishi tena aoneshe maeneo yenye dhahabu. Mzee akachola na kuonesha maeneo yote ambayo yana dhahabu ndani ya nchi ya Korea. Baada ya kumaliza kufanya kazi hiyo, Akira akaanza kumnyoshia bunduki na lengo ni kumteketeza. Akafanikiwa kumpiga risasi, lakini kabakia zamu ya mtoto. Alipojaribu kumpiga mtoto akashangaa mtoto ana uwezo wa kukimbia licha ya kwamba ni mdogo kabisa. Dakika 2 mtoto mdogo akageuka kwa bonge la mwamba. Hapa bwana jamaa akacheka. Kumbe huyu mtoto ni mtu mzima. Sasa zikaanza kupigwa ngumi kati ya huyu kiongozi wa Kijapani na huyu mtoto mdogo aliyegeuka kuwa mtu mzima. Baada ya ugomvi huo mzito, hatukujua nini ambacho kilitokea kati ya Akira na yule mtoto mdogo. Baadaye tunaonyeshwa huyu mzee akiwa anataka kuondoka. Alafu yule mtoto mdogo naye yupo pia. Mzee akasema kwamba mimi naondoka narudi katika maeneo yangu ya milima, kwa sababu huyu mzee ni miongoni mwa miungu mikubwa sana ndani ya nchi ya Korea, anayeshinda katika milima.
Basi akawa anakabidhi mtoto, lakini wakamkataa na kusema kuwa mtoto huyu anakufaa zaidi wewe katika malezi. Na kwa moyo aliweza kuonesha mwamba Leo, basi huyu mzee akambariki na kumwambia kuwa nimekupatia zawadi ambayo hakuna kiumbe kitakachoweza kuingia katika njia yako. Lakini mzee alipoondoka, basi mwamba Leo nyakati za usiku alishangazwa na jambo moja. Kuna mtu alikuwa anamuita na hakuweza kumuona, ila sauti tu ndio ilikuwa inasikika. Bwana, tukutane katika sehemu ya 4. Nakukumbusha tu kwamba jiunge ndani ya group letu uweze kufurahia uondo wa burudani. Kupata movie hizi kila siku, movie ambazo zimetafsiriwa na madj wote Tanzania, basi unajiunga ndani ya group letu kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Kisha baada ya hapo unapokea kila siku movie moja single na series moja. Ni kwa mtonyo wa shilingi 10,000. Nambari ya M-Pesa 0745720452. Basi baada ya kufanya malipo yako njoo WhatsApp kupitia nambari ya simu 0622113984 ili kuleta taarifa ya kwamba umefanya muamala wako na wewe uweze kuunganishwa ndani ya group letu ambalo utakuwa ukienjoy burudani ya movie kila siku.